katika ibada ya leo ukombozi wa viungo. Mtoto wangu nimehangaika leo baada ya maombi ya ukombozi wa viungo na inashangaa kanichoma hivi kuangalia ni mwiba huwa umetoka mwiba wenyewe ndio katika maombezi ya ukombozi wa viungo. Mungu amekuponya, mwiba umetoka. Waliweka mwiba kwenye ziwa lako ili usinionyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amemtendea dada katika maombi ya ukombozi wa viungo. Mwiba umetoka kwenye chuchu chake, kwenye ziwa. Mwiba umetoka baada ya maombi. Mungu amemweka huru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema baada ya maombezi ya ukombozi wa viungo amepokea uponyaji, mwiba umetoka kwenye ziwa lake. Asikii tena maumivu. Anawashauri wengine kumwamini sana Mungu. Mwaminini Mungu. Pia anawakaribisha katika huduma ya Ararati Ministry Christ Ukawe. Karibuni sana, mpokee uponyaji. Karibuni sana watumishi wa Bwana. Amesoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura 12 na mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 na ule mstari wa 24. Tutaona neno la Mungu likisema hivi katika Wakorintho wa kwanza ile sura 12:24. Neno la Mungu nasema hivi: kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha na mwili na kukipa heshima zaidi kila kiungo kilichopungukiwa. Anasema kwa kuwa viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha na mwili na kukipa heshima zaidi kila kiungo kilichopungukiwa. Kila kiungo kilichopungukiwa. Tunaposema viungo, tuanze kwa habari ya mwili kwanza, kama ni mwanzo na introduction ya roho. Tunaposema habari ya mwili, habari ya mwili wako, wewe katika mwili wako una viungo, zile organs zote za mwili. Viungo vyako lazima viwe vizima. Ndio maana neno linasema kwamba tumeungamanishwa na mwili. Anasema Mungu ametuungamanisha na mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo. Amekipa heshima zaidi kila kiungo kwenye mwili wako. Ndio maana tunasema kwamba kwa nini tunaposema ukombozi wa viungo vya mwili wako, mapepo huwa yanashambulia mwili wa mtu. Nilisema kuna mapepo kazi yao kushambulia, yanasababisha ugonjwa wa kansa kwenye kiungo cha nani? Cha mwili. Unaweza kukuta kuna kansa ya damu. Damu ni kiungo katika mwili wako. Mapepo yenyewe yanakonsentrate kwenye kansa ya damu. Kuna mapepo ya kansa ya damu yanasimama kwenye eneo tu. Lakini sikia, neno linasema kwamba Mungu amekipa heshima kila kiungo cha kwako kwa mwenzake. Ndio maana leo kidole chako kikitoka ukucha kidogo, mwili wako unakuwa dhaifu mzima, si ndio? Unasikia kama unaumwa, unasikia kama unasikia baridi, mwili wako ukae sawa, kusao ukucha umemoka. Unasikia maumivu kila eneo. Unajua maumivu ya kucha sana boma. Lakini neno linasema kwamba yapo mapepo, kuna migawanyo ya mapepo katika ulimwengu wa roho giza. Amen. Kuna mapepo nimesema kazi yake kushughulikia nini? Mwili. Yanaotesa nini? Mwili. Yaani yenyewe amepewa kutesa mwili. Na mengine amepewa kutesa kila kiungo cha mwili. Nimesema kuna mapepo mengine unauma kichwa kisichopona. Yaani amepewa nafasi ya kukusumbua kichwa kile kinauma kila wakati. Kila wakati kichwa kinakuuma tu. Umekunywa Panadol lakini kichwa kisikii. Mangine umeingia kwenye CT scan, anamwea uko na kushangaa, unashangaa vipimo vikubwa vile. Hakuna ugonjwa umeuona. Maana shetani huficha magonjwa. Anaficha endelea kuteseka na hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema kwamba kuna wakati mwingine kiungo chako cha mwili kinasikia. Kama ni kichwa kinakuuma kila wakati, kiambie ewe kichwa, sikia neno la Bwana, pokea uzima. Sababu kiungo kinasikia. Wakati Mungu anaomba mbingu na nchi,
alifikiria kutengeneza mwili wa binadamu, akatengeneza zile parts, zile organs zote kwenye mwili, akatengeneza zile organs zote kwenye mwili. Hajaumba mwili tu kama udongo lisanamu likasimama. Akasema kila kiungo kitakuwa na kazi yake. Macho kazi yake atakuwa kufanya nini? Kuona. Pua kazi yake kufanya nini? Kunusa, si ndio? Amen. Masikio kazi yake kufanya nini? Kusikia. Kuwa na masikio, kuwa na pua, kuwa na macho haimaanishi umeshakamilika kwa mwanadamu. Kuna kitu kinaitwa akili. Anasema mwanadamu utasika mataweka masikio, taweka kiungo pua, taweka mdomo, taweka yaani mdomo ili ale chakula, lakini taweka na akili pia, ajitambue. Amen. Ndio maana mtu anaweza kuwa na mdomo na kichwa na meno vizuri, anaongea vizuri, lakini hana nini? Akili. Akili yake imefanya nini? Imekamatwa. Ndio maana neno linasema kwamba kila kiungo cha mwili kina heshima kwa mwenzake. Amen. Kwa hiyo vyote vinategemeana. Vyote vinategemeana. Huwezi kuwa na mikono, au unaweza kuwa na mikono lakini mikono yako ikawa hawezi kunyanyuka. Ndio maana kuna mapepo ya kiharusi yamepiga mtu shoti upande mmoja. Mapepo ya kiharusi. Kwa hiyo ni muhimu sana wapendwa, kila roho ikemee kwa namna yake. Pepo la kiharusi, wewe hutaingia kwenye nyumba yangu, hutaingia kwenye maisha yangu, ninakufunga milele yote kwa damu ya Yesu. Hakuna mtu atakaye paradise huko ndani. Viungo vinasikia. Mapepo ya kiharusi yakitumwa aje kwako. Wao wakati wamekaa vikao, mapepo ya kiharusi yametumwa. Yanapokuja kwenye kiungo kinagoma, kinasema tulishaambiwa kwamba hatutapokea kiharusi kwenye mwili wake. Maana viungo vinasikia. Vinasikia vikao. Biblia inasema Mungu akampumzia mwanadamu pumzi, kisha akaweka nafsi iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa usije kufikiria wewe, unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa unakemea tu kwenye mwili, na kemea magonjwa yaliyoingia kwenye mwili wangu. Mapepo yaliyoko kwenye mwili wako yanasema, sasa ni yupi anayemkemea? Ni pepo la kichwa, au ni macho, au ni mgongo, au ni kwenye damu, au kwenye kiuno? Kwa hiyo yanashindwa kuelewa. Anakemea ugonjwa, lakini akemea ni mapepo. Kuna tofauti ya kukemea magonjwa na kukemea nini? Mapepo. Watu wengi wanakemea magonjwa, hawakemei kilichosababisha nini? Kilichosababisha ugonjwa. Ewe ugonjwa, toka, achia mwili wangu. Pepo limetulia. Sasa ugonjwa ulishaingia, umekaa. Ugonjwa umeshaingia kwenye kiungo chako cha mwili, umekaa. Magonjwa yoyote mliokaa kwenye mwili huu, toka. Nilivyokuwa Muhimbili saa hii, tumetoka Muhimbili. Kuna mtu yuko ICU saa hii. Jana nenda kafanya mambo pale Muhimbili. Akaweza kupesa macho, kaomba. Leo nimekuta na pesa macho, anaweza akakuangalia. Baada ya kwanza maombi jana. Sasa wakati amekaa ile mashine ile ya kupima pressure, nikaambiwa angalia kwenye screen, nikaona pressure iko juu, maana iko screen iliingia mwenyewe. Nikaona pressure iko juu pale. Niliangalia kwenye ile screen, nikamwangalia. Maana haongei, ni mwezi mmoja amelala tu pale ametulia. Alikuwa anatetemeka jana namna, baada ya maombi kutetemeka kumekata. Leo nimekuta uko salama, amekaa mikono imetulia. Na nilipofika nikaona kanigeukia, kaniangalia, akakata. Sasa wakati naendelea kuomba, nikamuuliza Roho Mtakatifu, naomba nishanele kukemea ugonjwa. Naomba niambie kinachosababisha hii pressure kupanda ni nini? Akaniambia pepo la pressure. Niliposema ewe pepo la pressure, toka, machie huyu binti, toka, machie, achia maisha yake. Nikaona alikuwa hawezi mtu aliyopata shida ya mwezi mzima, ndio kwa mara ya kwanza akapiga kelele. Akapiga kelele mpaka wale madaktari na manesi wakashangaa. Kwa mwezi mzima hajawahi kuongea. Sikia, maana umegusa kwenye nini? Kwenye kiini cha tatizo. Maana lile pepo liko linapandisha pressure kwenye hali ya mwili. Kuna kukemea ugonjwa
na kukemea mapepo yaliyosababisha nini? Tatizo la ugonjwa. Amen. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi ya kuombea mgonjwa yeyote au ya kuombea afya yako, kemea hicho ambacho kinasumbua mwili wako. Kama ni kwenye tumbo, liambie tumbo, sikia. Wewe tumbo, sikia, uliumbwa na Baba wa mbingu na nchi. Mimi sijawahi kuumwa, nilikuwa nauma tumbo, ninaachilia damu ya Yesu. Enyi mapepo mliokaa kwenye tumbo langu, ninawaamuru mwachie. Usikonsentrate na ugonjwa na ugonjwa. Kemea kilichosababisha ugonjwa wa nini? Wa tumbo, bali mapepo ya nini? Ya tumbo. Maana migawanyo ya mapepo katika ulimwengu wa giza inafanya kazi. Hivyo ni viungo vya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine mapepo ya kwenye tumbo na uzazi. Mtu huyo atazibuliwa mirija mpaka atapata maumivu mara ya kwanza, mara ya tatu. Hakuna kinachoonekana. Maana mapepo yamekaa kwenye mfumo wa uzazi. Hata kama ukafanyiwa usafishaji wa mirija ikakobolewa sawa sawa, ikaonekana imekaa sawa, kumbe mapepo yamekaa kwenye kiungo cha nini? Cha uzazi kinachobeba watoto. Yamekaa pale, anasema tumekaa kwenye malango ya uzazi, tumekaa, hakuna kukonsivu hata kaa apate mimba. Yamekaa hata mtu anakuwa miaka yote hajawahi kupata mtoto, ameenda hospitali, wanamwambia mbona uko salama, mbona mayai yako yako vizuri, homoni zako mbona ziko vizuri, tubu zako mbona ziko safi, shida ni nini? Shika nikwambie, ni mapepo yamekaa kwenye mji wa nini? Wa uzazi. Lazima uyakemee na kuambia wewe mapepo uliokaa kwenye tumbo na uzazi, achia. Usikemee kama unakemea tumbo la uzazi tu. Kemea, ewe pepo uliokaa kwenye tumbo la uzazi, kwenye malango ya uzazi, achia. Nachomoka, unakuwa deliver. Bwana Yesu asifiwe. Na maana tusema tutakuwa na uchambuzi wa viungo vyetu kwa namna ya kuombea. Amen. Haleluya. Pepo na saratani haliwezi kaingia kufunga habari ya uzazi. Lenyewe shughuli na saratani tu. Pepo na kisukari haliwezi kaingia kwenye saratani, maana lenyewe linafanya sukari yako ishuke au ipande. Lenyewe limekonsentrate kwenye nini? Kwenye sukari ya mwili, kwenye viwango vya glucose vya mwili wako. Mapepo yale yamesimama, yanasema pandisheni sukari yake ili mambo yake yaharibike, figo ziharibike, ili liharibike. Yamesimama pale, yamesimama, yanasababisha sukari. Kwa hiyo yuko mtu mmoja aliyopata maarifa ya leo, anasema ewe pepo la kisukari, toka kwenye mwili wangu. Ikiwezekana lifungie, niombe, kunye hizo roho, nitolee na sadaka. Ilo pepo la kisukari mpaka liachie. Wapendwa, tunangema kukosa maarifa tuete. Wanakwenda kutuloga, wanatengeneza kitu kidogo kidogo, wanatengeneza mazingira, nasema pigeni kichwa, pigeni tumbo, pigeni mgongo, pigeni sijui nini. Wamesimama pale, haribuni pingili zake za mgongo ziende mrama, ili ashinde kukaa, ashinde kufanya jambo lolote. Shughulikia mapepo yanayosababisha pingili za mgongo kubendi, achilia damu Yesu. Enyi mapepo ya pingili za mgongo mlioka kwenye uti wa mgongo, ninawapiga kwa damu ya Yesu. Unakonsentrate na hilo mara sasa, kesho umekaa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini neno la Mungu linasema kila kiungo kina heshima kwa mwenzake? Vyote vinategemeana. Usikae na tatizo ndani ya mwili wako. Hata kama madaktari walishasema kwamba mtu huyu ameathirika, damu yake imekuwa chafu, shughulika kwa habari ya damu ya Yesu, ikapite kwenye hiyo damu, uwekewe damu mpya. Yesu anaweza, wapendwa. Hakuna kinachomshinda Yesu.
tukiamini na kufuata instruction kama hizo. Hatujaletwa duniani tuteseke na magonjwa. Lazima tumiliki na kutawala kwenye viungo vya miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mimi sielewi ni shida gani inakusumbua? Ni changamoto gani iliyo kwenye shida ya macho? Inawezekana macho yako ni hafifu. Anza kuomba na kuyapiga mapepo ya macho yanayotesa macho yako na kuingia mbele za Bwana. Yale mapepo lazima yaachie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema usiombe nini? Ugonjwa. Bali ombea nini? Kilichosababisha nini? Ugonjwa. Watu wa in general anaombea ugonjwa, lakini aombee kilichosababisha nini? Tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninaposema habari ya ukombozi wa viungo vyako vya mwili, viungo vingine vimetajwa chale kwa waganga wa kienyeji. Na pepo chale moja na pepo inabeba mapepo 1000. Chale moja. Mwingine ana pepo ana machale 7, wana mapepo 7 yamekata. Chale moja mganga wa kienyeji inabeba 1000 zile demons. Inabeba yale mapepo 1000 anatembea nayo kwenye mwili wako. Na hiyo ni signal ya ulimwengu wa roho giza. Kama mtu alipelekwa kwa mganga wa kienyeji akatajwa chale, hajawahi kufutwa, hajawahi kuongozwa sala ya toba na kufanywa deliverance na kuongozwa maneno na mtumishi ili ayafute, sio unafuta, unaongozwa, unasema, unayakana. Utashangaa kama hujafanya hivi, hata kama umeokoka, kumbukumbu yako iko kule. Wakisachi tu ile damu ni kama sigino yako. Wakisachi tu kwenye kompyuta yao wanakuona. Maana wana damu ya kwako. Walichaja kidogo tu. Kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho, hiyo damu itaendelea kukufunga. Hata kama umeokoka, unasema nimeokoka, maana sivuki. Lakini kumbuka, mlivyokuwa wadogo mlipelekwa kwa waganga na wazazi wenu, au na baba yako na mama yako. Au mganga aliletwa, mkaogeshwa madawa, wakafungwa na kaniki, wakatengwa na chale kila eneo. Na wameshaona wanasema chukua miaka mingi bwana kabla ya ujinga. Lakini usije ukafikiria miaka 20, miaka 30 iliyopita au miaka 50 iliyopita unafikiri shetani atasahau. Hajasahau kama ni miaka 100 nakumbuka mpaka leo. Siku ile ambayo ilifanyika kwenye kiungo cha mwili wako, walipiga chale yale mapepo, akapewa yale mapepo yakaanza kukaa kwenye mwili wake. Kwa hiyo ni muhimu sana komboa nafsi yako, kuitoa kwenye hizo madhabahu ili ukae salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kiungo kingine ambacho pia kinaweza kusababisha mtu akafungwa, kiungo chako. Tunaposema hata nywele pia ni kiungo cha mwili. Ukitembea na upara watu watakushangaa. Huyu mbona nywele hazikuwa zote? Ana shida gani? Kuna watu nywele zao zilichukuliwa, si ndio? Kwa mababu na mabibi zikafanywa makafara. Kwa anakuwa connected katika ulimwengu wa roho giza. Alipozaliwa tu nywele zake zilichukuliwa na shangazi na bibi, zikafanywa makafara, akachinja na kuku. Usio kafikiria hata kama umeokoka, hicho kitu shetani atasahau. Hata kama ni miaka 1000 ataikumbuka, itaendelea kutesa hiyo roho. Wengine viungo, kitovu ni kiungo cha mwili, tena ndio uzao, ndio uhai. Kitovu kibibilia ni uhai. Kitovu chako kilichukuliwa au ulimpa bibi mtoto alipozaliwa, bibi chukua kitovu au shangazi. Wafikiria kuna ushuhuda mmoja, mama mmoja, dada mmoja ambaye ameokoka. Mtoto wake akaanza, nilifundisha masomo haya ya madhara ya vitovu na nywele za uchanga. Yeye yuko Moshi, alikuwa anafuatilia kwenye YouTube. Akasema, nimekataa kabisa. Mama mkwangu amenitenga. Amesema nisiende kule nyumbani kwake, kule milimani nisiende. Maana nimekataa kumpa nini? Kitovu cha nani? Cha mtoto. Na tumegombana vibaya mno.
Mimi bahati nzuri mume wangu ananisapoti, anasema no. Sasa sisi wasomi hatunayo mambo, na mume wangu angalau yuko upande wangu, lakini mtumishi, tumetengwa. Mtoto wa mzae wenyewe, mama mbebe mtoto miezi 9, eti shangazi anaye kitovu au bibi au babu. Kitovu hicho ni supu, wanakula nyama. Kama sio shetani, ni nini hicho kiungo anatafuta cha nini? Unagombana na mtoto wako kwa sababu ya kitovu cha mtoto wao. Asingezaliwa hicho kitovu ukikiona. Miezi 9 amehangaika na yule mama, anahangaika na yule baba, wanahangaika, mara uko hospitali, mara ametokea hapa na pale, anazaliwa anasema, yani kama mtatupa kitovu, yani kuanzia leo nyie sio watoto wangu, tunawafuta na kwenye ukoo. Ile bwana sasa, pate na mali tufuteni kwenye ukoo, lakini sisi tumejisajili kwenye ukoo wa Simba wa Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatuwezi kutengeneza shida ya watoto wetu wakaje kuteseka wakati sisi hatupo. Tunaona madhara yanayofanyika leo. Ninaona madhara mimi niliyopata shida, kaka anasema na yule dada anaona madhara aliyofanyiwa. Sio yule dada anajua nyumbani kwao aliyofanyiwa. Kana baba aliteswa na mganga wa kienyeji, akazungushwa mara 7 kwenye nyumba yao. Alafu wazazi wakaambia mkalale au tunalala naye. Yeye ana akili kweli? Binti yako anampa mganga wa kienyeji analala naye. Eti anashindika nyumba. Sikia uchafu wa shetani alivyo kwa wazazi. Akawachukia kweli wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule baba, yule binti akasema, sieni nyumbani. Alipomaliza chuo kikuu akamaliza, akawa amefundisha masomo kama haya. Wakati nakumbuka mwaka fulani, huyu mwingine wa madhabahu hiyo ya mganga wa kienyeji kwa matambiko yale, akasema, mimi sieni kwetu kwa sababu nilifanyiwa ukatili na wazazi wangu waliona. Kwa hiyo sio kafikiri kwa ni rahisi kuongea naye, namna ambavyo viungo vyake vilichezewa na mganga wa kienyeji. Akatajwa chale, bado akaambiwa kwamba mchukue na mhitaji tukae naye mpaka asubuhi. Shetani huyu anasema wazazi wangu wananifanyia ukatili. Nimeelimika, mimi ni msomi. Kipindi hicho alikuwa anasema alikuwa form 1. Nikafanya mambo ya ajabu. Anasema mtumishi, sirudi. Akipigwa mbona huji, amepata kazi nzuri tu. Anasema siendi. Ninakumbuka alichonifanyia. Nikaambiwa samehe, wazazi wako walikuwa gizani. Anasema kama mimi na wewe tutaenda, ukawaambie na mimi nasikilize, ndipo ambapo naweza nikaungana tena nikamwita baba na mama, lakini sio wazazi wangu. Kumbe alitembea na kitu ambacho aliumia kwenye moyo. Maana alifanywa vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaita ndugu zangu walioko hapa, tukakaa pamoja hapa kwenye jengo, tukaomba pamoja. Baadaye wakafunga safari, wakaenda kule. Nikaongea na wale wazazi, nikawaambia muombeeni huyo binti nini? Msamaha ndicho mfanyia.